Bwana, bado tuko uwanja wa ndege wa Julius Nyerere ambapo Taifa Stars inawasili hapa mchana wa leo. Kulia kwangu naye shabiki na msanii pia wa Bongo Flava Fobi yuko hapa kwa ajili ya kuipokea Taifa Stars, kushuhudia wanaume ambao wametoka kufanya makubwa pale Morocco. Kama ambavyo unafahamu, mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Tuko hapa kuhakikisha tunakusogezea stories zote wakati huu ambao Stars inawasili kutoka pale Morocco. Tuzungumze na Fobi, tumsikie yeye anazungumza nini. Fobi, kwa vizuri? Mungu mwema. Mambo yanasemaje? Fresh kama unavyoona. Naona mapema tu. Mapema sana. Bwana, kwa nini tuwapokee Stars? Ni kwa sababu wamefanya kitu ambacho hakiwahi kufanyika hapo mwanzo kwa nchi yetu ya Tanzania. Yeah. Uliona vipi Stars ambayo imeshiriki AFCON mwaka huu? Tuna Stars ambayo ilishashiriki AFCON mara 3. Mara moja mimi binafsi sikupata nafasi ya kuiona kipindi hicho, lakini mara 3 na mara 2 za hivi karibuni nimeona, lakini hii naona imebadilika kweli kweli. Wewe Stars hii ya mwaka huu umeionaje? Ni Stars ambayo nilianza kuona matunda yake wakati wa CHAN, though haijumuishi wachezaji wote ambao wanacheza pia international, lakini nilisema kwa hichi tulichokionyesha kwenye CHAN na tulitengeneza historia pia kwenye CHAN, hatukuwahi kufika hatua ya kuelekea makundi, umeelewa, ama robo finali, umeelewa, hatukuwahi. So ilikuwa ndo mara ya kwanza niliamini kwamba kuelekea AFCON kuna kitu kitakuwepo, na ndio maana ukifuatilia posti zangu nyingi zilikuwa zinaongea kuhusu matumaini ya Taifa Stars, though watu wengi walikuwa wanani disappoint kwa kuandika vitu, we chawa unalipwa, we ushabiki gani, hatuna timu, unanielewa. Lakini leo nafikiri wanaona namna ambavyo timu ili perform. Mimi ni player, naelewa muendelezo wa soka lilivyo, na pia Gamondi alivyochukua timu, nikasema kuna kitu kitaenda kubadilika, unanielewa, na kweli imekuwa hivyo. Tumekutana na quality teams, lakini sisi tulikuwa na spirit, na ndio maana tumefanya vizuri. Watu wengi wanaamini kama pangekuwa na haki basi Stars asingetolewa na Morocco. Ni kweli, ni ile penalty, yani wazi kabisa. Yani yule refa ana ngozi nyeusi kama ya goti, lakini anatufanyia vile, yani ni mwenzetu kabisa, ila anatufanyia vile. Kwa hiyo tulikuwa tuendelee, lakini kila kitu kinapangwa. Of course kila kitu kinapangwa na Mungu, lakini utokaji wetu sisi ulipangwa na binadamu, unanielewa, na ndio maana unakuta dunia nzima inaongelea hicho kitu. Angalia vyombo vya habari kila sehemu, watu wanasema that was a clear penalty. Kwa hiyo tuache imeshapita, basi tutaendelea kufanya vizuri kuelekea 2027. Unawaambia nini Watanzania ambao walikuwa wamekata tamaa, wanafikiri Tanzania hatuna timu, Tanzania hatuna wachezaji, baada ya hiki ambacho kimetokea mwaka huu? Ni ngumu sana kumwambia Mtanzania, kwa sababu anaweza akawa anaona kitu lakini anabisha, unaelewa. Yani wagumu kuelewa, na sio wazalendo kwa timu yao ya taifa, kwa sababu nyie mifano mnayo, waandishi wa habari, mnaelewa nchi za watu. Ukienda Algeria, ukienda Morocco, ukienda wapi, ni mashabiki ambao timu yao inaweza ikafungwa mara 5 mfululizo, timu ya taifa, lakini still wanaenda uwanjani na kuisupport timu yao. Kwa sababu gani? Haiwezi kubadilika kuwa we ni Mtanzania. Unaweza hata ukabadili uraia, lakini kuna ndui ambayo inakuonesha we ni Mtanzania, na uwezi kuipenda hiyo nchi unayohamia tofauti na nchi yako, unanielewa. Kwa hiyo labda nitawaambia tu tupende nchi yetu, tupende soka letu, kwa sababu haiwezi kubadilika kuwa sisi wa Tanzania. So tuwasapoti hawa wachezaji, tusapoti soka letu la Tanzania ili liweze kuendelea kufanya vizuri. Sawa, tumalize hivi. Umetoa video video ya of course Mialma nilitoa. Mialma nimetoa. Ndio. Inaendelea vizuri. Nafurahi. Nafurahi umeniuliza swali ambalo dai yani limekuwa tofauti kidogo na Stars. Yani ghafla umenipeleka, umenileta kwenye sasa muziki ambao watu wamenifahamia huko, kwenye utunzi mzuri. Mimi kama Haji Mnoga tu. Kama nakukubali sana. Ukiniweka popote pale. Wewe ni fundi. Niweke full back. Of course niweke kiungo. Kabisa. Nimetoa Mialma video ambayo ilileta mtafaruku kidogo. Niliwahi kushuti na mke wa mtu, lakini ikawa tofauti. Tulifuta video ya kwanza tukashuti ya pili. So baada ya kuitoa ile video, siku ya 3 nikapata ajali mbaya sana ya gari, na nikaacha kupush. Ndio maana sasa hivi unaona naanza kuipost tena. Kwa hiyo nikiachana na haya mambo ya Stars yakishapita AFCON na kusherehekea, basi I'll be back in a game. Watu wataenjoy, wataendelea kufurahia muziki mzuri.
kutoka kwangu. Bwana, shukrani. Nashukuru sana pia.